السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullahu taala bin Nasr Aziz anasema nilikuwa naeleza kuhusu Hazrat Saad bin Ubada, na leo nitamaliza mada hii kuhusu Hazrat Saad bin Ubada. Baada ya kufariki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mansar walitaka kuchagua halifa kati yao, na jina lake lilipendekezwa kwa ajili ya kuwa halifa. Hazrat Bashir Masai pia katika Sir Khataman Nabiyyin ameandika kwamba Mansar walikuwa wanasisitiza yeye achaguliwe khalifa, na vile vile Saad bin Ubada alikuwa kiongozi wa taifa lake. Lakini Hazrat Abubakar alipochaguliwa kuwa khalifa, wakati ule Hazrat Saad bin Ubada kidogo alitelelezwa na Mansar, kwa sababu walisema yeye anatakiwa, anapaswa awe halifa. Kuhusiana na hii Hazrat Muslim Maud radhiallahu ta'ala anhu ameeleza maelezo vizuri, na vile vile ameeleza umuhimu wa uhalifa kwa kupitia mada hii. Kwa hiyo mimi naona kwamba mada hii ni muhimu sana, na vile vile kuna muhimu kwamba mada hii ielezwe. Lakini kabla sijasoma maelezo ya halifa wa pili, nataka kusoma hadithi. Hazrat Umayr bin Abdurrahman anasema baada ya kufariki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abubakar alikuwa hayupo Madina. Yeye alipopata taarifa ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaja Madina na akachukua shuka lililokuwa juu ya uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akambusu, na akasema, wazazi wangu wajitolee kwako, wewe ulikuwa mwema sana na mtakatifu sana katika hali ya uhai wako na baada ya kufariki kwako. Kisha baadaye akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshafariki. Kisha Abubakar, Hazrat Umar wakaenda katika Sakifa, na hao wote wawili wakafika Sakifa. Hazrat Abubakar akaanza kuzungumza. Abubakar alisoma aya za Qur'ani tukufu zilizoshuka kuhusu Maansar, na yoyote aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu ubora wa Maansar. Hazrat Abubakar alieleza maelezo haya yote pale katika hutuba yake. Kisha baadaye akasema, je, mnajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ikiwa watu wote wanaenda kwenye bonde moja na Mansar wanaenda kwenye bonde lingine, mimi nitakuwa pamoja na Mansar. Kisha kwa kumhutubia Hadrat Saad Abubakar akasema,
ewe Saad, je, unajua kwamba ulikuwa umekaa wakati mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba makuresh wanastahili wapewe uhalifa na watu watakuwa chini ya uongozi wa makuresh, na wale ambao ni watu wabaya watakuwa chini ya wabaya wa watu wa Quraysh? Hazrat Saad akasema, umesema kweli kabisa, sisi ni maamuma na wewe ni kiongozi. Hadithi hii inapatikana katika Musnad Ahmad bin Hanbal. Katika Tabqatul Kubra, katika maelezo ya hadithi hii ndiko kwamba baada ya kufariki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abubakar alituma ujumbe kwa Hazrat Saad bin Ubada kwamba yeye aje na afanye bayati yake, kwa sababu watu wengine walikuwa wameshafanya bayat, na vile vile alisema watu wako pia wameshafanya bayat. Alipopata ujumbe wa Abubakar akasema, wallahi mimi sitafanya bayati yake mpaka mimi nirushe mikuki yote na mishale. Yani alikataa kufanya bayati ya Abubakar radhiallahu ta'ala anhu, na akasema wale watu ambao wako chini yangu lazima nitaungana nao na nitapigana nanyi. Hazrat Abubakar alipopata taarifa ya hali hii, Bashir bin Saad akasema, ewe halifa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa watu wamekataa kufanya bayati yako na wamesisitiza kwamba hawatafanya bayati yako. Hawa hawatafanya bayati yako hata kama wao wanauawa, na hawa hawawezi kuuawa mpaka watu wao pia wauawe, vizazi vyao pia viuawe, na hawa watu hawawezi kuuawa mpaka kabila la Khazraj liuawe, yani watu wake wauawe, na watu wa Khazraj hawawezi kuuawa mpaka watu wa pia wauawe. Kwa hiyo wewe usiende kwao kwa ajili ya kupigana nao, kwa sababu watu wamekwisha elewa, na watu hawawezi kukudhuru, sababu wengi wa watu hawa wameshafanya bayati yako. Ikiwa hawa watu kadhaa wamekataa, haina madhara yake. Abubakar kwa kusikia nasahi ya Bashir akamwacha Hazrat Saad na hakupigana naye. Baadaye Umar alipoteuliwa kuwa halifa, siku moja yeye alikutana na Hazrat Saad bin Ubada, na Hazrat Umar akasema, ewe Saad, sema hali yako ikoje? Na Saad akasema, wewe Umar, hali yako ikoje? Hazrat Umar akasema, je, wewe uko sawa kama ulikuwa zamani? Saad akasema, ndiyo, mimi niko sawa na sikubadilika. Wewe umeshapewa uhalifa, watu wamefanya bayati yako, ni sawa, lakini mimi sikufanya bayati yako. Kisha akasema, wallahi mwenzako, yani Abubakar radhiallahu ta'ala anhu, alikuwa mpendwa zaidi kuliko wewe. Yani Saad akasema, Abubakar alikuwa mpendwa zaidi kuliko wewe, lakini sikufanya bayati yake. Kisha baadaye Saad akasema, mimi nimeamka katika hali hii kwamba mimi sipendi kwamba niwe jirani yako. Hazrat Umar kwa kusikia maneno yake akasema kwamba yule ambaye hapendi jirani yake, basi ni vizuri kwamba yeye aondoke. Hazrat Saad akasema kwamba mimi lazima nitafanya hivi, mimi nitahama na nitahamia mahali ambapo ni nzuri zaidi. Kwa hiyo baada ya muda mfupi, mwanzo wa khalifa wa Umar radhiallahu ta'ala anhu, Hazrat Saad alihamia Syria, na maelezo haya yamepatikana katika Tabqatul Kubra. Hazur anasema kuhusu Hazrat Saad, inapatikana taarifa hii kwamba alifanya bayati ya Abubakar radhiallahu ta'ala anhu. Katika Tabqatul Kubra imeandikwa kwamba wote walifanya bayat ya Abubakar, na Hazrat Saad pia alikuwa mojawapo ambao walifanya bayati yake. Kama nilivyosema kwamba Hazrat Muslim Maud radhiallahu ta'ala anhu ameeleza maelezo ya tukio hili. Kwa kupitia maelezo haya mambo mengi yanaeleweka vizuri. Kila moja anatakiwa aelewe uhali nini
na heshima ya uhalifa ni nini na yoyote aliyefanya saad hali yake ilikuwaje. Hadhrat Musleh Maud anasema kwamba mauaji maana yake ni kukata mahusiano. Baada ya kifo cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakati maswahaba walipohitilafiana kuhusu uhalifa, maansar walikuwa wanadhani kwamba wanastahili wapewe uhalifa. Ikiwa halifa moja anachaguliwa katika muhajirin, moja achaguliwe katika maansar na banu hashim, wakadhani kwamba uhalifa ni haki yetu, tunapaswa tupewe uhalifa kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika familia yetu. Muhajirin walikuwa wanataka kwamba halifa awe katika makuresh kwa sababu waarabu hawezi kutii mtu mwingine isipokuwa Quraysh, lakini walikuwa hawapendekezi jina la mtu yeyote, bali wao walitaka kwamba ni bora kwamba uchaguzi ufanywe na yeyote ambaye anachaguliwa na waislamu basi yeye atakuwa halifa wa waislamu. Wakati hawa makureshi walipotoa maoni yao, Ansar na Banu Hashim wote wakapatana nao na wakaafiki nao, lakini sahaba moja hakuelewa maoni yao. Huyu alikuwa yule sahabi ambaye alikuwa ansar. Maansar walitaka yeye awe halifa wao, ndio labda kwa sababu ya hii akaona kwamba amefedheheshwa au labda hakuelewa hali ile, na yeye akasema mimi sipo tayari kufanya bayati ya Abubakar. Hadrat Umar akasema wakati ule kwamba Hadrat Umar akasema uktulu Saada, yani muwe Saad, lakini Hadrat Umar hakumuue yeye mwenyewe wala hakumwambia mtu mwingine kwamba yeye amuue. Wanahistoria wengine wanasema kwamba mradi wa Umar ilikuwa huu kwamba mukate mahusiano na Saad, musiungane naye. Katika vitabu ya historia imeandikwa kwamba Hadrat Saad alikuwa akija miskitini na alikuwa akiswali peke yake na hakuna yeyote ambaye alikuwa akiongea naye. Basi katal, yani mauaji, maana yake ni kukata mahusiano na muungano. Hadrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza maelezo zaidi kuhusu hiyo la Hadrat Saad bin Ubada. Hapo awali niliyosoma ilielezwa katika hutuba ya Hadrat Musleh Maud. Katika hutuba ile ile Hadrat Musleh Maud anasema, nilieleza kuhusu sahaba moja aliyekuwa miongoni mwa ansar. Baada ya kufariki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ansar walitaka halifa achaguliwe kati yao, lakini wakati muhajirin wahamiaji walipopendekeza jina la Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu, yani muhajirin na Abubakar alipowaambia masahaba kwamba uchaguzi wa aina huu hauwezi kuleta faida kwa ajili ya Waislamu, wala Waislamu hawatakubali halifa achaguliwe katika maansar. Kwa hiyo maansar na muhajirin wakapatana juu ya hii kwamba maansar wafanye bayat ya halifa katika muhajirin. Kwa hivyo na maansar na vile vile wengine wote wakakubaliana kwamba wafanye bayat ya Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu. yani watu wengine hawakuridhika kwamba hachaguliwe katika maansar. Kwa hivyo muhajirin na ansar kwa pamoja wakaamua kwamba halifa achaguliwe katika muhajirin. Kisha hawa wote wakakubaliana kwamba Abubakar achaguliwe kuwa halifa. Hadrat Musleh Maud anasema, niliwahi kueleza wakati ya Saad alipokataa kufanya bayati ya Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu,
yeye hakutaka kufanya bayati ya Abubakar. Wakati ule Hazrat Umar alisema kwamba uktulu Saada, yani Saad, lakini yeye mwenyewe hakumuua, wala hakuna sahaba mwingine ambaye aliyemuua Saad bin Ubada, bali Saad aliendelea kuwa hai mpaka Hazrat Umar radhiallahu ta'ala anhu. Na katika uhalifa wa Umar alifariki katika Syria kwa sababu alihamia Syria na pale alifariki. I myself wanasema kwamba qatl, yani mauaji, maana yake sio kumuua tu, maana yake ni kwamba mukate mahusiano naye. Na vile vile katika lugha ya Kiarabu qatl, yani mauaji, inakuwa na maana chungu mzima. Bila shaka katika lugha ya Kiurdu qatl maana yake ni kumuua mtu, lakini katika Kiarabu neno qatl linapotumika inakuwa na maana chungu mzima. Mmoja wapo ni hii kwamba mukate mahusiano naye, umsiongee naye. Na wenye lugha wamesema kwamba Umar radhiallahu ta'ala anhu aliposema uktulu Saad, muradi wake ulikuwa huu kwamba usijenge mahusiano naye, msiongee naye, mumwache peke yake. Pengine ikiwa muradi wake ungekuwa kwamba yeye auawe, basi Hazrat Umar radhiallahu ta'ala anhu ambaye alikuwa mtu mwenye shujaa sana, kwa nini yeye hakumua Saad? Au miongoni mwa sahaba, kwa nini hakuna sahaba hata moja ambaye hakumuua? Bali wakati Umar radhiallahu ta'ala anhu aliposema hayo, yeye hakumuua. Hata baadaye yeye mwenyewe alipochaguliwa kuwa halifa hakumuua Saad, na hakuna wala sahaba yeyote ambaye aliyemshambulia Saada wa aliyemuua yeye. Kwa hivyo hii inathibitisha kwamba qatl, yani mauaji, maana yake sio kumuua yeye, bali mradi wake ni kukata mahusiano. Na vile vile Saad mwenyewe pia alijitenga, na hakuna sahaba hata moja ambaye aliyemshambulia aliyemuua. Hazrat Musleh Maud anasema, nilitoa mfano kwamba ikiwa katika ruya, ndoto, mtu anaona kwamba mtu ameuawa, mradi wake inaweza kuwa kwamba ametengwa na watu wamekata mahusiano naye. Kisha Musleh Maud anasema zaidi kwamba rafiki yangu mmoja ameniambia kwamba baada ya hutuba ile mtu mmoja alisema Saad ingawa hakufanya bayat, lakini alikuwa akishirikishwa katika ushauri, yani yeye Hazrat Abubakar alikuwa akichukua ushauri kutoka kwake. Hazur anasema kwamba yule mtu ambaye alisema maneno haya kuhusu Hazrat Saad inaweza kuwa na maana mbili. Ya kwanza ni kwamba yeye anakataa yoyote niliyosema, yani anakataa maelezo yangu, ndiye hakubali maelezo niliyoeleza katika hutuba yangu, au kitu kingine ni kwamba huenda tukio la aina hili halikutokea, au labda anafikiria kwamba kufanya bayati ya uhalifa sio muhimu. Yani yule mtu aliyesema maneno haya labda anadhani kwamba ikiwa watu hawafanye bayati ya halifa haina madhara yake. Kama Saad hakufanya bayati, lakini ushauri ulikuwa ukichukuliwa kutoka kwake. Hazrat Musleh Maud anasema katika shairi lake la Kiajemi, mradi wake ni kwamba umahiri wa mtu unafichika mpaka mtu anaanza kuongea. Wakati mtu anapoanza kuzungumza, basi aibu zake zinaonekana na makosa yake yanajulikana, na maadamu anakaa kimya, basi makosa yake hayaonekani. Hazrat Musleh Maud anasema kwamba yule ambaye aliyesema kwamba Hazrat Saad alikuwa akishirikishwa katika ushauri, basi maneno yake yanathibitisha kwamba yeye anadhani kwamba haina umuhimu wa kufanya bayati halifa, au anataka kuthibitisha kwamba yeye ni mtaalamu wa hali ya juu. Lakini mambo haya yote sio sahihi, kwa sababu kila mtu mwenye akili akisikia maneno haya yeye atacheka tu, yeye hatakubali. Kuhusu maisha ya masahaba, vitabu vitatu ni muhimu sana, na katika vitabu hivi vitatu historia iliyoandikwa kuhusu masahaba, historia hii inapatikana katika vitabu hivi. Ya kwanza ni Tahzibul Tahzib, Asaba,
na usudul ghaba. Hivi ni vitabu vitatu ambamo historia ya masahaba imeandikwa. Katika vitabu hivi imeandikwa kwamba Hazrat Saad alijitenga na alienda Sham na alifariki kule. Na vile vile katika vitabu vingine vya lugha watu walipoeleza maana ya qatl, wao wameeleza tukio hili. Wanasema kwamba katika masahaba wapo 60 au 70 ambao majina ya Saad, na moja wapo ni Saad bin Ubada. Yeye aliteuliwa kuwa kiongozi kutoka kwa Umar radhiallahu ta'ala anhu, na alikuwa akishiriki katika ushauri wa kila aina. Yule mtu ambaye alileta shutuma dhidi ya hutuba ya mtukufu, yeye labda kwa kusikia neno la Saad hakudhani kwamba huyu ni Saad mwingine, na Saad ni Saad yule mwingine ambaye nimeeleza katika hutuba yangu ni Saad mwingine. Saad ambaye kuhusu hutuba yangu nilieleza alikuwa Ansari. Vile vile pamoja na huyu Saad kuna Saad takriban 60 au 70, na Saad ambaye kuhusu yeye nilieleza katika hutuba yangu alikuwa Saad bin Uba. Katika nchi za Arabuni zamani watu walikuwa wakiweka jina moja, yani watu wengi walikuwa wakiwa jina moja. Kwa mfano Saad bin Ubada na Saad bin Abi Waqas, na yani watu walikuwa wakitambua kwa jina la baba, kwa sababu maswahaba wengi na watu wengi walikuwa wakipewa jina ya aina moja, lakini watu walikuwa wakiwaambua kwa kupitia majina ya baba zao. Na Hazrat Saad kwa sababu jina lake lilikuwa linajulikana na lilikuwa maswahaba wengine pia walipewa majina haya. Kwa hiyo yule ambaye alileta shutuma yeye hakuelewa tofauti ya majina, basi yeye akaleta shutuma tu, na kwa sababu ya shutuma hii aibu yake imejulikana. Hazrat Muslim Maud anasema kwamba uhalifa ni baraka, kwayo mtu akijitenga basi yeye hawezi kupata heshima. Hazrat Muslim Maud anasema kwamba katika msikiti huu nilisikia kutoka kwa halifu wa kwanza, alisema, je, mnajua nani alikuwa mdui wa halifa wa kwanza? Kisha mwenyewe akajibu swali hili, na halifa wa kwanza akasema, someni Qur'an tukufu mtajua vizuri kwamba mdui wa halifa wa kwanza alikuwa Iblis, yani Iblis alikuwa mdui wa halifa wa kwanza. Yani wakati Adam alipoteuliwa kuwa halifa, Iblis akawa mdui wake. Baada ya kwanza akasema, mimi pia ni halifa, yeyote ambaye ni mdui wangu yeye pia ni Iblis. Al-Muslimud anasema kwamba hakuna shaka kwamba khalifa sio nabii wa Mwenyezi Mungu, wala sio lazima kwa yeye awe nabii wa Mungu. Hazrat Adam alikuwa nabii na vile vile alikuwa halifa. Hazrat Daud alikuwa nabii na vile vile alikuwa halifa pia. Hivyo ndivyo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa maamur, yani alikuwa nabii na vile vile alikuwa halifa. Manabii wote wanakuwa maamur, yani wanakuwa manabii wa Mwenyezi Mungu na wanakuwa halifa wa Mwenyezi Mungu pia. Kama mwanadamu anakuwa halifa, hivyo ndivyo manabii pia wana halifa, lakini wanakuwa mahalifa wa Mwenyezi Mungu. Lakini wapo mahalifa wengine ambao sio manabii wa Mwenyezi Mungu, lakini katika utii wao hauna tofauti hata kidogo. Kama manabii wanalazimika wafuatwe, hivyo ndivyo mahalifa pia wanatakiwa amri zao zifuatwe, lakini kunakuwa tofauti baina yao. Nabii anafuatwa, utii wake unafuatwa kwa sababu yeye anapata wahi, ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, yani ufunuo unashuka kwake. Na halifa hafuatwi kwa sababu ya hii kwamba halifa anakuwa makao makuu ya ufunuo, bali yeye anafuatwa kwa sababu yeye anakuwa makao makuu ya nidhamu yote, na vile vile anakuwa makao makuu ya kusambaza ufunuo wa Mwenyezi Mungu.
yaani nidhamu ilianzishwa na nabii wa Mwenyezi Mungu, halifa anaenda nidhamu ile. Kwa hivyo wataalamu wanasema manabii wanapewa heshima ya hali ya juu na mahalifa wanapewa heshima ndogo kuliko manabii. Hazrat Muslim Maud anasema katika msikiti huu, katika mimbari hii hapa, siku ya Ijumaa, halifa wa kwanza alisema katika hutuba yake, alisema, nyinyi hamwezi kutoa nje katika bayati yangu kwa kutoa aibu yangu, kwa kutoa makosa yangu. yaani ikiwa mnatoa makosa yoyote, sio dalili kwenu kwamba mutoke nje katika utii wangu, kwa sababu hamwezi kwenda katika utii wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu mimi nimesimama kwa ajili ya kuwajumuisha wote. Kwa hivyo mnalazimika kunitii mimi. Kuhusu manabii, sunna ya Mwenyezi Mungu ni kwamba manabii wanakuja kutoka kwake, na kunakuwa tofauti baina ya kosa lake, lakini kosa lake sio lina hili kwamba watu walete shutuma. Kwa mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikosea katika swala na alifanya sajda, lakini manabii wote wanafuatwa na amali zake zote. Amali za manabii zinakuwa sawa na amri ya Mwenyezi Mungu. Lakini kuhusu mahalifa, sunna ya Mwenyezi Mungu ni kwamba vitendo vyao vitakuwa chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu, na vitendo vyake vitakuwa kwa ajili ya kuendesha nidhamu ya silsila na jumuiya. Ikiwa wanakosea, basi kosa lile halitaleta uharibifu kwa ajili ya jumuiya ya Mwenyezi Mungu, wala kosa lile haliwezi kubaki au haliwezi kuendelea. Kazi yoyote watakayofanya kwa ajili ya kuboresha Islam na kusaza Islam, basi msaada Mwenyezi Mungu utakuwa pamoja nao. Katika hali hii, ikiwa wao wanakosea, basi Mungu ataondoa kosa lao na Mungu atawasaidia. Ndiyo maana inasema kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe anachagua mahalifa. Sio mradi wake kwamba mahalifa hawawezi kukosea. Mradi wake ni kwamba ikiwa wanakosea, basi kwa kupitia ulimi wao Mwenyezi Mungu anarekebisha lililotokea. Ikiwa Mungu harekebishi kosa lile kwa kupitia wale mahalifa, lakini Mwenyezi Mungu badala ya kosa lile analeta matokeo mazuri. Hekima ya Mwenyezi Mungu inataka kwamba mahalifa wanasema kauli ambayo inaweza kuwa madhara kwa ajili ya Waislamu, kwa ajili ya inakuwa hatari kwa ajili ya jumuiya, na jumuiya kwa sababu maneno yake inaweza kurudi nyuma, basi Mwenyezi Mungu anabadilisha matokeo yake na analeta maendeleo na matokeo mazuri, na jumuiya inapiga hatua mbele badala ya kurudi nyuma. Lakini manabii wanapewa heshima kubwa na heshima ndogo. Yani wao wanapewa heshima ya kila aina, yani wanakuwa makao makuu ya kusambaza umoja wa Mwenyezi Mungu, na vile vile wao wanakuwa sababu ya kutakasa amali za watu. Sio mradi wake kwamba kila halifa sio makao makuu ya kutakasa amali za watu. Ikiwa mahalifa wa aina hii wanaweza kupatikana ambao wanakuwa makao makuu ya vitendo vizuri, hivyo ndivyo
mahalifa wengine wanaweza kupatikana ambao amali zao ni ndogo kuliko mahalifa wengine, lakini upande wa usimamizi wao wanakuwa katika mstari wa kwanza. Lakini katika hali hizi zote kila mmoja analazimika kumtii halifa, kwa sababu kila mtu anaungana na uhalifa kwa kupitia siasa ya jumuiya. Hazur anasema labda umeshangaa kusikia neno hili la siasa ya jumuiya, lakini maana yake ni kwamba siasa maana yake inachukuliwa kama ni kitu kibaya, kwa sababu wanasiasa wamefedhehesha neno hili la siasa. yaani wale wanasiasa wanaleta madhara kwa ajili ya watu, ndio maana watu wanaona kwamba siasa ni kitu kibaya. Lakini katika lugha maana ya siasa ni kwamba ni namna gani nidhamu inaendeshwa, hii ndiyo ni siasa katika lugha sawa na lugha ya sawa na maana ya lugha. Na vile vile maana yake ni kuondoa makosa na kuboresha nidhamu ya jumuiya, na vile vile kuendesha nidhamu kwa kutumia akili na hekima, na kuendesha nidhamu ya dunia nzima kwa hekima. Hii ndiyo ni maana ya siasa. Kwa hivyo maana ya siasa ni nzuri, lakini kama niliyosema, kwa bahati mbaya sisi tumesahau maana hii sahihi ya siasa. Lakini kwa sababu ya vitendo vya wanasiasa tunadhani kwamba siasa maana yake ni mbaya. Lakini kwa yoyote Muslim Maud ametumia neno hili la siasa, na ametumia neno hili siasa kwa maana nzuri, yaani kwa ajili ya kuendesha nidhamu yote kwa hekima na kwa akili. Hii ndiyo ni maana ya siasa, na halifa anatakiwa awe na sifa hizi. Hadi Muslim Maud anaendelea kusema kwamba mahalifa ni mahalifa ambao wanaboresha nidhamu ya jumuiya. Na Hazrat Muslim Maud ameeleza zaidi kwamba pamoja na hii ni muhimu kwamba kwa ajili ya kuboresha dini na kwa ajili ya kuimarisha dini pia wao wafanye juhudi. Halifa analazimika kuendesha nidhamu ya jumuiya, na pamoja na hii mahalifa wanalazimika kuimarisha dini ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu alipoeleza kuhusu halifa pale amesema yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, yani Mwenyezi Mungu atawarishia dini yao na atawapatia ushindi juu ya dini zingine. Kwa hivyo ile dini ambayo inasambazwa na mahalifa, Mwenyezi Mungu analinda ile dini. Muslim Maud anasema mahalifa wanaweza kukosea katika mambo madogo madogo, na mahalifa wanaweza kukhtilafiana wenyewe kwa wenyewe, lakini mambo haya yote ni madogo sana. Kwa mfano kuhusu mambo kadhaa, Hazrat Abubakar radhiallahu ta'ala anhu na Hazrat Umar radhiallahu ta'ala anhu, hawa wote walikhtilafiana. Hata mpaka leo katika umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu yale mambo hawawezi kuwa kitu kimoja, bali wanahitilafiana. Lakini Hazur anasema kwamba ikhtilafu hii inakuwa katika mambo madogo madogo. Katika mambo ya msingi ikhtilafu haipatikani katika mahalifa. Katika mambo yale mahalifa pia wanakuwa kitu kimoja. Mahalifa wanakuwa sababu ya kuleta umoja duniani kote, na wanakuwa sababu ya kuleta nuru kwa ajili ya wote. Kwa hivyo kusema hii kwamba mtu kwa kutokufanya bayat anaweza kuwa na heshima kubwa sana na bado anaweza kushirikishwa katika ushauri, basi ikiwa mtu anakuwa na mawazo ya aina hii, basi yule mtu hajui maana ya bayat nini na heshima ya halifa ni nini. Kuhusu ushauri, baadhi wakati inafanywa hivi kwamba ushauri unachukuliwa kutoka kwa watu mbalimbali. Kwa mfano Sayyidina Ahmad sallallahu wasallam katika siku fulani alichukua ushauri kutoka kwa mzungu fulani, wala sio maana yake kwamba Sayyidina Ahmad sallallahu alichukua ushauri kuhusu mambo ya utume.
wakati wa mapigano ya Khandak mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua ushauri kwa Hadhrat Salman na alimuuliza kwamba ikiwa mapigano yanatokea kwenu mnafanya nini. Salman akasema kwamba sisi tunachimba handaki. Kwa hivyo mtume sasa akapenda ushauri wake, kwa hiyo handaki ilichimbwa. Lakini licha ya kuwa na hali hii yote hatuwezi kusema kwa Hadhrat Salman Farsi alikuwa mjuzi zaidi katika mambo ya mapigano kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadhrat Salman alikuwa hana ujuzi sawa na ujuzi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au kazi iliyofanywa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati gani Salman alifanya kazi zile? Hata baadaye pia Salman Farsi hakuteuliwa kuwa kiongozi ingawa alipata umri mrefu sana. Kwa hivyo hata kama mtu anakuwa katika dini nyingine, ushauri unaweza kuchukuliwa kutoka kwake. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba mimi ni mgonjwa na baadhi wakati nachukua ushauri kutoka kwa madaktari ambao ni wazungu. Sio mradi wake kwamba katika mambo ya uhalifa pia nachukua ushauri kutoka kwao. Au mimi na wadhani hawa wamepewa heshima sawa na maswahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, kwa sababu nachukua ushauri kutoka kwa maswahaba wa Sayyidina alayhi salam na vile vile nachukua ushauri kwa watu mbalimbali. Sio maana kwamba na wapatia heshima ile ile ambayo ni heshima ya maswahaba. Baadhi wakati katika uwanja fulani ushauri unachukuliwa na Muslimu pia anasema kwamba mimi pia nilichukua ushauri kuhusu ujuzi fulani kutoka kwa mtu mwingine. Ikiwa inathibitika kwamba katika mambo ya dunia ushauri ulichukuliwa kutoka kwa Saad bin Ubada kuhusu ujuzi wa kidunia, hata katika hali hii hatuwezi kusema kwamba yeye alikuwa anashirikishwa katika ushauri, wala hakuna riwaya hata moja inayoeleza kwamba ushauri ulikuwa ukichukuliwa kutoka kwa Hazrat Saad bin Ubada. Kwa kawaida riwaya zote zinasema Hazrat Saad aliyehama kutoka Madina na alihamia Syria na yeye alijitenga. Ndiyo maana wakati alipofariki maswahaba walisema kwamba malaika au majini walimuua Hazrat Saad bin Ubada. Kwa kupitia maneno haya inathibitika kwamba maswahaba pia walikuwa wakidhani kwamba kifo chake sio kizuri. Kwa kawaida malaika wanakuwa wanaleta kifo kwa ajili ya watu, lakini wakati Saad alipofariki masahaba walisema maneno haya. Hii inathibitisha kwamba Hazrat sahaba pia walikuwa hawana furaha kwa sababu ya kitendo chake, na wao walikuwa wanadhani kwamba Hazrat Saad alikuwa katika sahaba shiriki katika Badr. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alimfisha ili yeye apewe heshima na yeye asipate fedheha katika dunia hii. Hazrat Muslim Maud baada ya kueleza maelezo haya anasema kwamba maswahaba baadaye walikuwa hakumheshimu Hazrat Saad kama walikuwa wakiheshimu zamani. Pengine kwa nini walisema kwamba malaika au majini walimuua Hazrat Saad? Haya maneno yaliposemwa, hata mimi sitaki niseme maneno haya, lakini maswahaba walisema kuhusu Saad bin Ubada. Basi mtu ambaye anakuwa na mazo ya aina hii, ambaye anasema bayat si lazima, basi naona kwamba yeye hajui maana ya bayat ni nini. Hazrat Saad bin Ubada alifariki katika Syria na alifariki katika uhalifa wa Hazrat Umar. Allama Hajar Askalani anasema kwamba Hazrat Saad alifariki katika Busra, na Busra alikuwa mji wa kwanza ambao Waislamu walishinda. Na kifo chake ilifika hivi Madina kwamba vijana kadhaa walikuwa wanaoga katika chemchem Bere Munabbe na Bere Sakan. Wakati walipokuwa wanaoga katika chemchem, kijana mmoja akasema kwamba
sisi tulimua Saad bin Ubada, na watu vijana kwa kusikia hii waliogopa, na maswahaba baadaye walipopata taarifa kuhusu kifo chake basi wakagundua kwamba ile ilikuwa siku ile ile ambamo wale vijana walikuwa wanasema kwamba Saad ameuawa. Kwa hiyo Saad alifariki katika uhalifa wa Umar. Wengine wanasema kwamba alifariki katika hijiria 14, wengine wanasema alifariki katika hijiria 15 14. Kwa hiyo kuna ikhtilafu katika kifo chake, na kaburi lake linapatikana katika kijiji kitwacho Meniha karibu na Dimashq. Anasema sasa baada ya maelezo haya nitaeleza kuhusu marehemu wawili. Ya kwanza ni Sayyid Muhammad Sarwar Shah Saheb aliyekuwa mwenyeji wa Qadian. Tarehe 9 Januari katika umri wa miaka 85 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tangu muda fulani alikuwa anaguliwa na maradhi ya kansa, lakini alionyesha subra sana dhidi ya maradhi, na mpaka mwisho wa uhai wake aliendelea kutekeleza wajibu wake. Alikuwa kutoka katika familia ya Songra ambayo ilikuwa familia mashuhuri sana. Babu yake Abdul Alim alikuwa mtaalamu wa hali ya juu, na babu upande wa baba alikuwa sahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati pozaliwa baba yake alimuomba halifa apewe jina, basi akasema nimeona katika ndoto Sayyid Sarwar Shah Sahab amekuja katika nyumbani kwetu, basi yeye apewe jina Sayyid Sarwar Shah. Marehemu baada kumaliza masomo yake aliendelea kuitumikia katika mahakama, na baada ya kustaafu 1995 alitoa wakfu maisha yake. Halifa wanne katika mwaka 1996 alimpatia hukumu kadhaa katika jumuiya. Marehemu aliwahi kufanya umra. Na yeye alikuwa akitumikia jumuiya katika ofisi ya audit. Aliwahi kuwa sadr wa kadhaa board. Vile vile aliwahi kuwa member wa kamati mbalimbali, na vile vile alikuwa member wa Sadr Anjuman Ahmadiyya, na aliendelea kuwa member wa Sadr Anjuman Ahmadiyya mpaka kifo chake. Aliendelea kufanya audit ya jumuiya kwa muda mrefu sana. Halifa wanne alimwambia katika barua moja kwamba unafanya vizuri sana, Mungu akupatie ujira mema. Mashallah, wewe ni mtu mwenye hekima sana, uendelee kuitumikia jumuiya, na hakuna yeyote ambaye anaweza kukuzuia katika kuitumikia jumuiya. Kisha halifa wa 4 alimwombea sana. Nazim Saheb Darukadha wa Qadian anasema alikuwa akiwatendea vizuri memba wote wa kadhaa, na alikuwa akifanya juhudi ili atoe uamuzi wake. Alikuwa mtu wa kutoa ushauri mzuri, na alikuwa akimwomba Mwenyezi Mungu mwongozo katika mambo mbalimbali. Bana Tarak Saheb ambaye ni mume wa binti yake, ye anasema kwamba marehemu alikuwa akiswali tahajjud na alikuwa akiswali swala katika Masjid Mubarak. Alipokuwa mzee alikuwa hawezi kutembea vizuri, lakini alikuwa akienda msikitini na alikuwa akisubiri msikitini baada ya sala ya maghrib mpaka isha, kuwa akifanya tasbihi. Nazir Saheb Qadian pia amesema kwamba marehemu alikuwa na sifa chungu mzima. Alikuwa mtu mwenye bidii sana, na vile vile alikuwa akiheshimu sana wageni, na alikuwa akiwahurumia wanyonge, na alikuwa akimtii halifa mtukufu, na vile vile alikuwa akiwasii wengine wamtii halifa na wajenge mahusiano mazuri na uhalifa. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu marehemu alikuwa musi.
watoto wake wote wanaitumikia jumuiya katika idara mbalimbali. Sayyid Mahmud Ahmad ambaye ni mtoto wake mmoja, yeye ni pharmacist katika hospitali ya Qadian. Sayyid Tanvir Ahmad na Dr. Tariq Ahmad ambao ni waume wa mabinti zake, wao pia wanaitumikia jumuiya katika Qadian. Sayyid Hassan Khan ambaye ni mume wa binti yake mdogo, yeye pia baada ya kustaafu anaitumikia jumuiya bila malipo yoyote. Madamu Sahiba Mirza Wasim Sahib alikuwa Naziri Ala, alifanya audit ya jumuiya na alikuwa akimuulizi maswali kwa heshima sana, na alikuwa akisema kwa mimi sikumpata mtu mwingine ambaye ananipenda zaidi kuliko Wasim Ahmad Sahib. Baadhi wakati kwa kukumbuka mapenzi ya Mirza Wasim Ahmad Sahib alikuwa akilia sana, alikuwa akiheshimu sana Darweshan Qadian, yani marehemu alikuwa akiwaheshimu sana Darweshan wa Qadian, na mwenyewe pia aliishi maisha ya darwesh. Alikuwa akiheshimu sana walimu wa Jamia Ahmadiyya na watumishi wa jumuiya. Mwenyezi Mungu ampatie ujira mema na Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake pia waendelee nyayo zake, kufuata nyayo zake. Jeneza ya pili ni ya Shaukat Gohar Sahiba, alikuwa mke wa Latif Ahmad Sahib, alikuwa binti wa Maulana Abdul Malik Sahib marhum. Tarehe 5 wa Januari katika umri wa miaka 77 amefariki katika Rabwa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, marehemu alikuwa Musi, alizaliwa katika mji wa Agra. Baba yake Maulana Abdul Malik Sahib wakati huo alikuwa murabbi mbashiri katika Agra. Baadaye alikaa katika Dakkan, na baadaye familia hii ilihamia Karachi na alipata masomo yake ya msingi katika Karachi, na alikuwa akipata mafanikio makubwa katika masomo. Alikuwa na shauku ya kuitumikia jumuiya. Alipoteuliwa kuwa katibu wa Nasrat, basi yeye alishinda zawadi ya kwanza. Baadaye marehemu alihamia hapa London, na mume wake alihamia hapa na yeye pia alihamia hapa London. Lakini baada ya halifa watatu alimwambia mume wake kwamba aende Rabwa kwa ajili ya kuitumikia jumuiya. Kwa hiyo yeye akahamia na marehemu pia alihama pamoja na mume wake. Marehemu alifanya kazi kubwa sana katika idara ya lajna. Kila mwanamke na kila binti anamjua vizuri sana marehemu kwa sababu ya kazi yake na huduma zake. Mama yangu Sahibzadi Nasra Begum Sahiba alipokuwa sadr lajna, alimteua marehemu kuwa katibu mkuu, na miaka 5 aliendelea kuitumikia jumuiya kwa kuwa katibu mkuu. Na baadaye pia aliendelea kuitumikia jumuiya vizuri. Kisha mimi nilimteua kuwa katibu mkuu wa makao makuu, na miaka 6 aliendelea kuitumikia jumuiya kwa kuwa katibu mkuu wa markazia. Lakini baadaye hakuweza kuendelea na kazi kwa sababu ya afya yake, lakini alikuwa akiendelea kuitumikia jumuiya sawa na uwezo wake, na zaidi ya miaka 50 aliendelea kuitumikia jumuiya. Kila mama na binti ambaye amefanya kazi pamoja naye yeye anamsifu sana. Marehemu alikuwa akiwatendea vizuri majirani na alikuwa akiwahurumia wengine, na alikuwa akitoa michango bila kukosa, na alikuwa na sifa hizi zote. Hata mwaka huu nilipotangaza mwaka mpya wa Wakfe Jadid, mara baada ya tangazo langu alitoa mchango wake wa Wakfe Jadid. Kwa hiyo tarehe 5 alifariki, lakini mara nilipotangaza mwaka mpya wa Wakfe Jadid alitoa mchango wake. Kureshi Sahib
ambaye ni mume wake anasema kwamba yeye alitumikia vizuri na aliishi maisha yake mzuri kwa kuwa mke na mume kwa kuwa mke na vile vile alitumikia vizuri jumuiya na vile vile aliwahudumia wazazi wa mume wake kwa sababu wazazi wa mume wake pia walikaa pamoja naye. Alikuwa mgonjwa kwa muda mrefu sana, lakini alikuwa akifanya shughuli zake zote na yeye hakuleta malalamiko kwamba ana maradhi, bali alionyesha subra ya hali ya juu. Alikuwa mtifu hali ya juu wa halifa. Yeye yake ameacha mume wake Dr. Latif Qureshi na watoto wa kiume 3 na vile vile ameacha mabinti na watoto 2 ni madaktari na binti moja pia ni daktari na mtoto mmoja ni muhandisi. Watoto wake wote wamepata masomo ya hali ya juu na aliwasomesha na aliwaambia watoto wake kwamba wao waishi maisha ya kawaida. Binti moja akamuuliza kwa nini huwai dhahabu, akasema kwamba mimi naokoa fedha kwa ajili ya jumuiya, yoyote ninayotumia haya ni maisha yangu. Kwa hiyo mimi nataka nyinyi muwe wenye masomo ya hali ya juu ili muweze kumitukia jumuiya vizuri. Alikuwa akipata ruya, alikuwa akipata ndoto za kweli. Watoto wake wameandika ndoto zake na ndoto zake zilitimia. Kwa mfano mtoto wake mmoja anasema kwamba wakati alipokuwa afanya juhudi kwa ajili ya kupata admission, mama alipata ndoto kwamba atapata admission, kwa hiyo alipata admission sababu na ndoto yake. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, huyu marehemu alikuwa mwanamke mwema sana. Mtoto wake anasema kwamba mama alikuwa akitumikia jumuiya vizuri na yeye mara nyingi alikuwa akitembea kwa miguu na hakuleta malalamiko, na alikuwa akitumia chakula katika nyumba za majirani, na alikuwa akisema ikiwa tunaendelea kuungana na dini basi Mwenyezi Mungu hatatupoteza bali Mungu ataendelea kutuongoza. Binti yake anasema nilipoolewa na nilipopata watoto ambao wanaishi Marekani, marehemu alikuwa akinisihi kwamba unatakiwa ujenge urafiki mzuri na watoto wako ili wasizame katika mazingira mabaya ya Uingereza, na wao badala ya kwenda huko nje waendelee kubaki huko nyumbani. Binti yake siku moja binti yake anasema watu wengine wakaleta upinzani dhidi yangu, nikampigia simu na nilikuwa nalia. Mama akasema kwa nini unalia, huu ni mwenendo wa manabii. Ikiwa unapata madhara yote kwa sababu ya jumuiya basi hutakiwi usiwe na wasiwasi bali unatakiwa ufurahi. Na wale wanafunzi wote ambao walikuwa wananipinga walishindwa na mimi nilipata ushindi mzuri katika mtihani. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema huko peponi, na Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake wao pia wafuate nyayo zake, na wao watoto wake pia wawe jeneza yao, nitaswalisha jeneza yao inshallah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر